Basi ni mimi tena Nehemia narudi hapa katika studio nikizungumzia swala lingine linahusu mambo yanaendelea duniani. Hapa ningetaka kuleta mtu mmoja, jina lake Salah Falah. Salah Falah ni mwalimu mmoja huko pandi za Mandera, tena kaskazini mashariki mwa Kenya. Aliuliwa akijaribu kukataa, kwa sababu ya kukataa kutenganishwa wa Kristo na Waislamu. Kile kilifanyika ni basi lilisimamishwa na wanamgambo wa Al-Shabaab, na hapo wakauliza Waislamu wajiweke kando kutoka kwa Kristo. Tungetaka kukumbusha nyinyi ati hapo mbeleni kuna wakati watu walitenganishwa hivyo, na wengi karibu 30 walimu wakauliwa. Wote waliwawa, yani Wakristo waliwekwa chini, wakawekwa laini, wakilala na tumbo, wakapigwa marisasi nyuma ya kichwa na hawa wanamgambo wa Al-Shabaab. Na huyu ni mmoja anayekumbuka vizuri vile kuliendelea. Wakati huo Wakristo walitenganishwa na Waislamu, na Waislamu hawakuuliwa, Wakristo wakauliwa wote na vitu vyao vikachukuliwa, yani mali yao ikaibiwa. Ni vizuri tuseme iliimbiwa, kwa sababu hawakuwapatia hawa waende nazo, masimu na vingine vya mtu kama vile vibeti mtu anaye kwa mfuko yake. Na sasa wakati huu tunaona Disemba mwaka uliopita, hawa wanamgambo wakisimamisha basi lingine na wanataka kutenganisha Waislamu na Wakristo. Hakuna kingine wataka kufanya isipokuwa waue Wakristo mara nyingine kama vile walioua hapo mbeleni. Na huyu Salah Falah, mwalimu Salah Falah, akakataa pamoja na Waislamu wengine kutenganishwa. Yani Waislamu wakasema, la, wacheni kututenganisha, kwa sababu tunajua vile mnataka kufanya, mnataka kutenganisha sisi ili muue wa Kristo, na hiyo hatukubali. Na basi kile kilifanyika, wakati alikataa akapigwa risasi. Na wakati alipigwa risasi, vile tunaona ni ati alienda katika hospitali, alichukuliwa akapelekwa katika hospitali na akafanywa operesheni, yani ile mnaita surgery. Lakini kwa sababu ya maumivu yake akafariki. Mwalimu Salah Falah alikufa kwa sababu ya mapenzi yake kwa binadamu, akitaka kuwaokoa wenzake wasio Waislamu, hawa watu wa Jir wa Kristo. Na kwa hivyo hakuna mapenzi makubwa kuliko mtu kujitolea maisha yake kwa sababu ya mwingine. Yani kitendo chake kinatufunza umuhimu wa Uislamu. Umuhimu wa Uislamu ni amani, ni kufanya vile Allah angetaka sisi tufanye, mapenzi yake. Mapenzi ya Allah si kumwaga damu ya watu wasio na makosa. Mapenzi ya Allah si mtu aende pale ajiweke kama yeye ndio antahukumu binadamu kidini au kiimani
kwa sababu hiyo ni kazi ya Allah mwenyewe. Allah mwenyewe ndio anaweza kujua ni nani Muislamu hasali na ni nani asio hasili. Na kwa hivyo huyu Salah Falah ni shujaa kwa dini ya Kiislamu, shujaa katika nchi ya Kenya, shujaa wa kule kaskazini mashariki mwa Kenya, na ametuvunza zote huyo umuhimu wa Uislamu, kwa sababu wakati muda ulikuja ajiokoe kidini, yeye hakuona haja ya kukaa hapo ashuhudie watu wengine wakiuliwa ati kwa sababu hawafuati kile wanamgambo wanaofikiria ndio njia ya Kiislamu au njia ya Allah. Na kwa hivyo yeye kapigwa risasi na akakufa nyumaye katika hospitali kwa sababu ya kuumia kule alikuwa ameumia. Na kwa hivyo kile tungetaka kusema ni ati kile alitufunza ni muhimu sana. Ni muhimu kwa wale wasio Waislamu, ni muhimu pia kwa Wakristo, kwa sababu kuna Wakristo wengi sana. Muda ungekuja kuchaguliwa Wakristo na Waislamu, yani tuseme kwa mfano kuna Wakristo wanataka kuua Waislamu. Kuna Wakristo wengi sana wanaanza kujitenga wakisema sisi tuko kando. Wangetaka kuwekwa kando ili Waislamu wauliwe. Na kwa hivyo ni mafunzo kwa Wakristo, ni mafunzo kwa Waislamu ati mapenzi ya binadamu ni muhimu sana kuliko ile mwongozo au tafsiri unaso za kidini. Kwa sababu sisi sote tuna tafsiri zetu vile tunatafsiri dini. Yani vile tunatafsiri kile tunaulizwa na mwenye enzi Mola Allah tufuate. Lakini wakati mwingine tunakosea. Sisi ni binadamu. Na hakuna binadamu anaweza kusema hana dhambi na hana makosa. Na kwa sababu ya huo binadamu wetu, ni vizuri tufuate njia na nguzo za mapenzi na amani. Kwa sababu bila hizo hatuwezi kusema sisi ni watu wanaofuata dini. Kwa sababu dini ya muhimu wake ni mapenzi. Kwa sababu Allah mwenyewe ni wa mapenzi mengi, na ametupatia mapenzi hata kutusamehe, kutusikiza. Wakati sisi tunafanya dawa zetu, yeye huwa anatusikiza. Na kwa hivyo hakuna haja yetu wenyewe kuwa katika hali ya vita kila wakati, tukigongana kwa tafsiri za kidini, kugongana kwa wakati mwingine kwa ukoa, kugongana wakati mwingine kwa sababu ya ukabila, hata wakati mwingine kugongana kwa sababu ya gozi, ile rangi mtu anaye. Kwa sababu tukifanya hivyo tunaharibu kile Mwenyezi Mungu angetaka tukifuate. Na ningetaka wale wananisikiliza, hasa Al-Shabaab wote mulipo, kwa mnanisikiliza, ni vizuri tujaribu tuwache vitendo zile hasisaidii watu kuelewa na dini, kuelewa na Uislamu. Kwa sababu kitendo hichi cha kuwa watu kule Mandera wakiwa wanarudi nyumbani kumwao, hasa walimu, tena hakisaidii. Ni kitendo kama kile kinafanyiwa na Boko Haram. Kwa sababu Boko Haram hawataki masomo ya siku hizi, yani hawataki elimu.
na sioni vile tunaweza kuendelea na nchi ya kisiku hizi bila elimu ya siku hizi. Elimu ya tuseme, ukitaka kusema ni ya kidunia, ni ya kisayansi na teknolojia, na hizo zote zinasaidia vile tunafanya mambo, vile tunaweza kuendesha nchi, kuendesha maendeleo na mengineo kama haya. Yani kupigana na maradhi na kupigana na magonjwa yote na kupigana na chochote tunaweza kupigana nacho, ili moyo wa binadamu katika dunia uwe katika hali nzuri. Na kwa hivyo kupigana na masomo ya siku hizi, kuita kitabu au vitabu vya siku hizi ati ni haramu au elimu ni haramu, hiyo haisaidii pia, kwa sababu hata wanamgambo wa Boko Haram na hata Al-Shabaab wanatumia teknolojia. Hata vile wakati mwingine wanapigana, wanafanya operation zao, inaonekana ni watu wana teknolojia, yani wana science. Operation zao hazifanywi na ujinga, na kwa hivyo kuzuia watu wengine wasome, hiyo si nzuri, kwa sababu ni kama kujipenda. Na kwa hivyo ni vizuri tuachane na mambo ya kuendelea kuwaua walimu, kwa sababu katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa Kenya wanahitaji walimu kutoka sehemu zingine katika nchi. Na tena ni vizuri kuwa na walimu wakati mwingine kutoka sehemu zingine, kwa sababu hiyo ndio njia moja ya kuwafunza kuelewa na wale watu wametoka pande hizo, na pia wale watu wametoka pande hizo kuelewa na watu kutoka sehemu zingine za Kenya. Al-Shabaab au mtu yeyote hawezi kufanya vile wasungu wa koloni wa kutoka Uingereza walifanya, yani kutenganiza sehemu hiyo. Ndio walikuwa naita NFD na au Northern Kenya Frontier District, na kuzuia watu wenyewe waingiliane. Ukisoma historia vizuri utaona kwa nini walifanya hivyo. Walifanya hivyo kwa sababu hawakutaka Wasomali waendelee na biashara zao za kuuza gamia, kuuza nyama, kuuza buzi na kuuza chochote wanazo kwa watu wengine. Yani hawakutaka hawafanye biashara, hawakutaka waende chini wafanye biashara, na waliona ni watu wanaofanya biashara mzuri. Kwa hivyo wakawatenganisha katika NFD. Kwa hivyo ikakaa vile ilivyo na ikakosa maendeleo miaka mingi, na hatutaki mtu anayekuja pia kuzuia watu wawe na maendeleo. Wakianza university kama Garissa University inashambuliwa, wakianza kupata mashule na walimu kutoka popote wanashambuliwa. Sasa hiyo hatuelewi, kwa sababu hata Al-Shabaab yenyewe inaenda inachukua wanapiganaji kutoka nchi zingine wasio wa Somali. Kwa hivyo hatuelewi kwa nini. Basi mzuie wale watu wanakuja kusaidia wakitoka sehemu zingine, na pia katika mashambulizi zenyu na katika manajeshi yenyu mnaweka watu kutoka sehemu zingine. Kwa hivyo tuelewane hapa, kwa sababu kile tunataka ni kuelewana, tuzungumzie amani na mapenzi, kwa sababu hiyo ndio itasaidia sehemu zote katika Afrika Mashariki na Afrika hiyo nyingine ya Magharibi, na pia kaskazini na kusini, kwa sababu bila hiyo hakuna kitu tunaweza kuelewana. Kuna mambo mengine mezuri Uislamu unaweza kuleta kuhusu biashara, kuhusu hata sheria, lakini haya haiwezi kufikiwa ikiwa kile tunaleta wakati huu ni watu kutoelewana na kukosa kuelewa na Uislamu asili. Na hiyo inaweza kufanyika hizi vita za aina hizi sikikoma, kwa sababu hakuna haja ya mauaji kama hawa katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya yenyewe, hata ikiwa uongozi na siasa si sawa, watu wa Kenya wenyewe
ni watu wanaelewana, na kwa sababu ya hiyo uelewano tujaribu tusaidiane, na tunaweza kusaidiana tukifuata mfumo kama huyu wa sala fala. Na Kenya ilifanya vizuri kumpatia heshima ya kuwa shujaa, na hiyo heshima iliyofanywa juzi ni nzuri, kwa sababu ni kikumbusho kia ushujaa ni nini. Ushujaa wa kulete uhusiano, kulete amani, kulete uelewano, na huyu mwalimu alifanya kitendo kizuri kufanya hivyo. Na kwa hivyo, kwa sababu najua wengi wananisikiliza, mimi mwenyewe kile ningetaka kuona ni uelewano unatusaidia kuelewano kidini, kuelewano kisiasa. Na vita yenyewe si lazima tupigane, si lazima watu wawe katika hali ya vita kila wakati, kwa sababu vita ni vita, na vita haisaidii sana, kwa sababu maendeleo itakuja wakati watu hawako katika hali ya vita. Katika hali ya vita ni kukimbia, kukibisana, mauaji na umwagaji wa damu. Lakini lazima tufike pahali tuseme tutaelewana na tutazungumza. Lakini hatuwezi kuzungumza ikiwa tafsiri zetu hakuna pahali tunaweza kusikilizana. Yani nisikilize ni nini Al-Shabaab anataka na nielewe, na hao waelewe kwa nini sitaki watu wauliwe ovyo ovyo. Nasema ovyo ovyo kwa sababu kupiga mtu risasi kwa sababu amesema mimi sitatenganishwa, hiyo si kitendo ati kizuri sana. Na kwa hivyo Mwenyezi Allah atupatie amani, kwa sababu yeye pekee ndio yuko juu zaidi ya yote, na yeye pekee ndiye anaweza kutupatia hukumu, na yeye pekee ndio anaweza kusema ni nani asili kwa Kiislamu na nani asiyo asili. Mimi tena Nehemia Kiara nikimletea kipindi kutoka studio za WTB 1420 AM. Barikiweni sana kwa kunisikiliza.